Hello Pioneers, heri ya mwaka mpya. Core team dashboard wamebadilisha leo ikitutakia happy new year. Nitaisoma hadi blog yake kama ilivyoandikwa katika lugha ya Kiswahili. Pi Core Team tarehe 31 Disemba 2025 saa 2:29 PM. Kadiri mwaka 2025 unavyofikia tamati, Pi inaendelea kujikita katika maendeleo ya taratibu lakini thabiti, ujenzi wa uwajibikaji na uundaji wa matumizi ya muda mrefu. Tunawashukuru pioneers wote kwa kuwa sehemu ya safari hii na heri ya mwaka mpya. Hapa sasa wanasema tusome blog ya mwisho wa mwaka ili kupata muhtasari wa mafanikio ya Pi mwaka 2025 na mkakati wake katika muda mrefu unaoendelea. Ndugu pioneers, Pi Network katika blogu yake inasema mwaka 2025 ulikuwa mwaka wa kihistoria kwa Pi Network. Mwezi Februari, Pi ilizindua Open Network ikifungua muunganisho wa nje na kuweka mlango wazi kwa mfumo ekolojia wa Pi kuingiliana na ulimwengu mpana wa blockchain. Hatua muhimu iliyofikiwa baada ya zaidi ya miaka 6 ya kujenga miundombinu na jumuiya ya Pi ili kuhakikisha matumizi halisi yako tayari tangu uzinduzi. Pi imeendelea kujenga na kutoa vipengele vinavyounga mkono mkakati wake wa muda mrefu, huku ikipanuka katika sekta na rasilimali mpya zinazoongeza matumizi kwa pioneers kote duniani. Taarifa ya siku 100 za kwanza baada ya uzinduzi wa Open Network zilishirikiwa mapema mwaka huu kwenye blogo ya siku 100 za Open Network. Muhtasari wa mwisho wa mwaka hapa chini unaangazia matoleo na maendeleo muhimu yaliyofuata. Mafanikio ya mwaka huu yalijumuisha maendeleo katika zana na miundombinu ya AI, uwekezaji wa Pi Network Ventures uliosaidiwa kupanua mfumo ekolojia, maboresho ya KYC na uhamisho wa mainnet yaliyoruhusu upatikanaji wa mapema na mpana zaidi, masasisho endelevu na node na itifaki, pamoja na kuongezeka kwa ushiriki na matumizi ya mfumo ekolojia. AI, ubunifu na ushiriki wa binadamu. Kadiri miundombinu ya AI inavyoendelea kukua, Pi imejikita kwenye changamoto ambazo bado hazijapatiwa ufumbuzi duniani. Hatua ya awali ya tabaka la programu za AI, nafasi ya akili ya binadamu katika ulimwengu unaoongozwa na AI, na namna faida za uzalishaji unaotokana na AI zinaweza kugawanywa kwa watu halisi kwa njia ya haki na jumuishi. Pi inaunganisha AI na blockchain kama mfumo mmoja unaosaidia uzalishaji, uhalisia, uwajibikaji na usambazaji wa faida za uzalishaji wa AI kwa binadamu kupitia mitandao ya blockchain. Ili kuchochea ukuaji wa tabaka la program za AI, Pi App Studio ilizinduliwa kama zana ya kuandika programu inayotumia generative AI inayowawezesha wabunifu kuunda na kuzindua programu za Pi kwa urahisi bila kuwa na ujuzi wa kiufundi. Ilianzisha mchakato unaoongozwa na uundaji wa programu kusaidia wabunifu kubadili maarifa ya eneo husika na mawazo kuwa bidhaa zinazofanya kazi
zinazochapishwa moja kwa moja kwenye mfumo ikolojia wa Pi. Zaidi ya programu 13,400 za chatbot na programu 24,400 maalum zilizoundwa na kuchapishwa, huku zaidi ya pioneers 51,800 wakishiriki kuunda programu, ikiwemo miradi ambayo haikuchapishwa. Pi App Studio iliboreshwa ili kuruhusu wabunifu kupakua, kubinafsisha na kupakia upya msimbo kodi moja kwa moja ndani ya App Studio. Pi Network Ventures. Pi Network Ventures ni mpango wa uwekezaji wa dola milioni 100 kwa Pi na USD ulioanzishwa na Pi Foundation ili kuwekeza kimkakati katika kampuni changa na biashara zinazoongeza matumizi, kupitishwa na thamani halisi ya Pi. Uwekezaji miwili umetangazwa. Uwekezaji wa kwanza ni OpenMind, kampuni inayounda mfumo wa uendeshaji na itifaki huria kwa robot kufikiri, kujifunza na kufanya kazi pamoja kama Android kwa robot. Katika ushirikiano huu, mtandao wa kimataifa wa nodi wa Pi ulitumika kwenye mradi wa majaribio Proof of Concept kusaidia matumizi ya AI yaliyogatuliwa na kazi za kompyuta. Uwekezaji wa pili ni CIDI Games, jukwaa la michezo linalotengeneza michezo iliyounganishwa na Pi, ambayo mamilioni ya pioneers wanaweza kuitumia, pamoja na kupanua jukwaa la Pi kusaidia michezo na watengenezaji wengine. Ushirikiano huu ni sehemu ya kukuza sekta ya michezo inayofaa sana kwa matumizi na ushiriki ndani ya mfumo ikolojia wa Pi. KYC na uhamisho wa mainnet. Mchakato wa KYC na uhamisho wa mainnet iliboreshwa ili kuondoa vikwazo na kuwezesha pioneers wengi zaidi kushiriki katika matumizi ya mfumo ikolojia. Fast Track KYC ilianzishwa ikiruhusu pioneers wapya na wasiokuwa watumiaji kukamilisha KYC ya haraka ili kushiriki mapema zaidi katika mfumo wa mainnet. Ukaguzi wa mifumo uliwawezesha zaidi na watumiaji milioni 3.36 waliokuwa na KYC ya muda kupitisha KYC kikamilifu. Kati ya pioneers zaidi ya milioni 4.76 waliokuwa wamethibitishwa kwa muda. Muunganiko wa ziada wa AI umeharakisha na kuongeza uwezo wa mchakato wa KYC ya kawaida bila kupoteza usahihi. Hii imepunguza foleni ya maombi ya KYC yanayosubiri wakaguzi wa binadamu kwa 50%, kupunguza vikwazo na muda wa usindikaji. Kwa sasa zaidi ya pioneer milioni 17.5 wamepita KYC kikamilifu na pioneers milioni 15.8 wamehamia mainnet. Masasisho ya nodi na itifaki. Kwa zaidi ya nodi 350,000 kwenye testnet zikawakilisha zaidi ya CPU milioni 1. Masasisho yalilenga kusaidia waendeshaji wa nodi na kuboresha maandalizi ya mtandao kwa matumizi ya baadaye. Masasisho ya toleo la node 0.5.2 #0.5.4 kuboresha usalama kwa ujumla. Kubadilisha jina la programu kuwa Pi Desktop
ili iwe wazi zaidi kwa ujumuishaji wa sasa na wa baadaye, si kwa nodi pekee. Kuzindua ukurasa wa upangaji wa nodi unaoendesha nodi bora 5000 kwa kuzingatia viashiria kama uaminifu, upatikanaji, bandari, wazi, siku za uendeshaji na utendaji wa CPU. Kufanya funguo za umma zionekane hadharani ili pioneers waweze kutambua nodi zao. Kuwezesha na kuboresha kiolesura cha Pi App Studio ndani ya Pi Desktop. Kuboresha mfumo wa kufuatilia bandari wazi. Kutatua hitilafu mbalimbali zinazoripotiwa na jumuiya. Kutolewa kwa Pi Linux node kumeruhusu washiriki na pioneers wenye ujuzi wa kiufundi kuendesha nodi sanifu zinazojisasisha, kuboresha udhabiti na maandalizi ya miundombinu ya muda mrefu. Masasisho endelevu ya itifaki kutoka toleo 19 hadi 23 yameleta uwezo na udhibiti mpya. Pi inachunguza matumizi mapya ya nodi ambapo mtandao wa kimataifa wa nodi unaweza kusaidia mafunzo na kazi za AI zilizogatuliwa pamoja na kulinda Naftal ya Pi. Dira ni kwamba wanaohitaji nguvu ya kompyuta wawalipie waendeshaji wa nodi kwa Pi. Pi imekamilisha mradi wa majaribio kwa OpenMind kuchunguza matumizi haya. Matumizi na ushiriki wa mfumo ikolojia. Pi iliendelea kuimarisha ushiriki kwa kusaidia uundaji wa programu, matumizi ya vitendo na kuimarisha ushiriki wa mtandao. Ecosystem Directory Staking, matumizi ya kiwango cha jukwaa yanayowezesha pioneers na biashara kusaidia na kukuza upangaji wa programu na huduma za Pi. Pi Hackathon 2025. Shindano la kwanza baada ya Open Network likiwaalika watengenezaji kuunda na kupeleka programu zenye matumizi halisi. Washindi 3 na waliotajwa 5 walichaguliwa kati ya programu zaidi ya 215 zilizokamilishwa. Mnada wa majina ya kikoa ya Pi ulifikia tamati na kuweka hatua zinazofuata za kudai majina hayo ili kuhakikisha matumizi halali na kupunguza uhifadhi mbaya. Uzinduzi wa DEX, AMM liquidity pools na uundaji wa token kwenye testnet uliwapa watengenezaji na pioneers mazingira hai ya kujaribu DeFi kabla ya mainnet. Vipengele viliboreshwa kuongeza urahisi na uwazi kulingana na maoni ya watumiaji. Cheng Diaofan, mmoja wa waasisi wa Pi, alihutubia Token 2049 Singapore, akieleza jinsi blockchain inavyoweza kuleta athari katika jamii, hasa katika zama za AI. Pi Network 2026, ujenzi zaidi, matumizi na matukio mapya. Juhudi za jumuiya ya Pi mwaka huu ziliwezesha uzinduzi wa Open Network pamoja na programu, huduma na vipengele vitakavyoendelea kuendelezwa. Mwaka 2026 utaongozwa na mikakati ya muda mrefu ya Pi na ushirikiano wa pioneers, watengenezaji na washirika. Mwaka unapofika tamati, Pi inaendelea kujikita katika maendeleo
thabiti, ujenzi na uwajibikaji, na uundaji wa matumizi ya muda mrefu. Asanteni pioneers wote kwa kuwa sehemu ya safari hii. Heri ya mwaka mpya. Ndugu zangu, hapo ndio wamemaliza, nami pia niwatakie heri ya mwaka mpya 2026, matajiri watarajiwa.